Agosti 12 ni siku ya vijana duniani, na siku hii inaadhimishwa kila mwaka tarehe hii kwa lengo la kutambua sauti, mchango na uongozi wa vijana katika kuleta maendeleo duniani. Vijana ni nguvu kazi, sio tu katika taifa moja moja, lakini dunia nzima kwa ujumla. Vijana ni wabunifu na ni viongozi wa kesho. Katika safari ya kuelekea dira 2050 hapa nchini Tanzania, nafasi yao haiwezi kupuuzwa, kwani mafanikio ya dira hiyo kwa kiasi kikubwa yanategemea nguvu kazi ya vijana, lakini pia kwa namna ambavyo watashirikishwa katika kupanga, kutekeleza na kusimamia mipango ya maendeleo. Lakini pamoja na hayo, bado kuna maswali ambayo yapo na tunatakiwa kujiuliza: ni kwa namna gani vijana hawa wanaweza kupewa nafasi za kufanya maamuzi? Vijana hawa wanaweza kupewa ujuzi na elimu ambazo ni stahiki kuendana na mahitaji ya soko, ajira, teknolojia, ujasiriamali na fursa zilizopo katika jamii zetu. Kuweka mjadala huu kwa upana wake, tukizungumza kuhusu siku hii ya vijana, kutoka Dodoma tunaye naibu katibu mkuu ofisi ya Rais maendeleo ya vijana, Dr. Kedmon Elisha Mapana. Karibu sana Dr. Mapana. Asante sana. Lakini hapa studioni tunaye Rajabu Mpilipili, mkurugenzi mtendaji wa shirika la Youth with Disabilities Organization. Karibu sana Rajab. Asante sana. Karibu sana ndugu yangu. Nashukuru sana ndugu yangu. Good luck. Na hapo baadaye tuendelea kuungana na wadau mbalimbali ambao wanahusika moja kwa moja na kuangazia zaidi fursa za vijana. Dr. Mapana, tukianza kwako, ukiwa katika wizara ambayo inaangazia zaidi maendeleo ya vijana. Kwa mara ya kwanza taifa letu linaadhimisha siku ya vijana tukiwa na wizara kamili ambayo inaangazia maendeleo ya vijana. Hili unaona linaleta chachu kiasi gani kwa vijana hapa nchini? Asante sana. Kwanza salamu nyingi sana kutoka kwenye ukumbi wa Nzuguni hapa Dodoma, ambapo leo tunasema ni heri ya siku ya vijana ya kimataifa. Ndipo tunawaadhimisha siku hii, na kama ulivyosema, sisi kama wizara ya vijana ni kwa mara ya kwanza tunaadhimisha siku hii tukiwa kama wizara, kutoka kwenye historia iliyojipambanua kwamba mwaka 1991 vijana wakiwa na mkutano wao wa dunia kule Vienna, Austria, walipendekeza wazo hili kwamba wawe na siku yao ya vijana. Lakini ilichukua muda kidogo, na mwaka 1998 ndipo mawaziri wenye dhamana ya vijana katika mkutano wao duniani wakaja wakalichukua lile wazo na kulipeleka kwenye mkutano wa Umoja wa Mataifa, ambapo mwaka 1999 ndipo wakabariki jambo hili lianze kufanyika. Na kwa mara ya kwanza siku hii ya vijana duniani iliadhimishwa mwaka 2000, tarehe 12 mwezi wa 8 mwaka 2000. Sasa leo sisi Tanzania tumekwenda mbali zaidi, kwa sababu tu lengo kubwa ilikuwa ni vijana kupewa nafasi, vijana wasikilizwe, vijana wasiachwe nyuma katika kuijenga taifa lao. Na sisi Tanzania kwa kweli, serikali ya awamu ya 6 imefanya kazi kubwa. Tumetoka kwenye kaidara kadogo na sasa hivi tuna wizara ambayo imepewa sasa vijana waweze kusema kwamba wana nyumbani kwao. Sio bwana, vijana wako huku wanakimbia, sasa wana nyumbani kwao, ambapo ni wizara ya vijana ambayo ipo chini ya ofisi ya Rais. Dokta, wakati bajeti ya wizara ya vijana inapitishwa, kulikuwa na mijadala mingi sana inaendelea. Kwa ukubwa wa wizara yenyewe na kwa idadi ya watu ambao mnawahudumia, vijana ni wengi sana nchini Tanzania. Kwa mfano zaidi ya watu milioni 30 nchini ni watu ambao katika umri huo wa ujana. Sasa Dokta, kukaa na mijadala inaendelea kwamba bajeti ambayo ilitengwa ilikuwa ni bilioni 35. Kati ya hizo bilioni 35, bilioni 30.1 ilikuwa ni matumizi ya kawaida kwa maana ya mishahara na OC. Bilioni 5 tu ndio miradi ya maendeleo ya vijana. Sasa wewe ni sehemu ya secretariat ya wizara na wewe ni mtendaji. Inawezekana vipi bilioni 5 zikatosha kufanya
miradi ya maendeleo inayohusu vijana hapa nchini? Ya, asante sana, ni swali zuri sana lakini nataka tu niwakumbushe Watanzania kwamba wizara hii imepewa jukumu kubwa la kuwa waratibu na ukiangalia kwenye sekta karibu zote, ukienda kwenye kilimo, ukienda kwenye uvuvi, ukienda kwenye mifugo, ukienda kwenye madini, ukienda kwenye elimu, nako huko kuna miradi mingi sana yanayowagusa vijana. Kwa hiyo ukiangalia kama idara, kama wizara unasema ina bilioni 5 tu za maendeleo, lakini kumbuka kwamba kwenye kila sekta ina miradi mikubwa inayowagusu vijana moja kwa moja. Kwa kazi yetu kubwa sisi ni kuratibu, kuhakikisha kwamba fursa hii katika sekta mbalimbali nazo pia wanapewa vijana wanapewa kipaumbele. Kwa hiyo ile bilioni 5 ya kwetu sisi hapa kwa ajili ya uratibu, lakini pia ni mfuko wa maendeleo ambao na sisi pia tunasema kuna vijana wengine yawezekana katika sekta fulani wameweza kukosa angalau mikopo, wameweza kukosa mitaji, basi pia wanaweza wakaomba kupitia mfuko huu wa vijana ambao una bilioni 5. Lakini wewe ni shuhuda kwamba rais wetu aliahidi kutoa bilioni 200 na hizi bilioni 200 tayari zimeshakwenda. Kwa hiyo angalia, unazungumzia habari ya bilioni 5, lakini tayari kuna bilioni 200 zingine zimeshatoka ambazo tayari zimeshapeleka kwenye sekta. Natoa tu mfano mmoja, kama kwa mfano uvuvi na mifugo, tayari zaidi ya bilioni 23 zimeshakwenda kule na walishatangaza tayari na vijana wameshaomba. Kwa hiyo ukiangalia bilioni 5 unaweza ukafikiri wataweza vipi, lakini fedha za vijana ziko katika kila sekta. Sasa jukumu letu sisi kama waratibu tunasema tutawafikiaje, tutatoaje taarifa vijana wajue vitu kama hivi, na ndio maana sasa hivi nikwambie tu mtangazaji kwamba karibuni tutazindua na tumeshaanza majaribio ya mfumo wa vijana unaoitwa YES, yani Youth Empowerment System. Mfumo huu tunajaribu kuhamasisha vijana wote kujisajili kwenye mfumo huu, waelezwe wako wapi, wanafanya nini, elimu zao, skills zao ni zipi, na mfumo huu utakwenda kuunganishwa sasa na mifumo katika wizara za kiserikali zote ambazo zinatekeleza majukumu ya vijana. Kwa sasa hivi baada ya kusubiri kwamba taarifa kwenye uvuvi na mifugo, kwenye kilimo vijana mifugo yao vipi, kwenye elimu, lakini tutakapofanya integration watajaza moja kwa moja na sisi kama wizara tutapata taarifa zao, na ndivyo unaweza kuishauri sasa mamlaka kwamba bwana, sasa hivi katika mkoa fulani vijana wamejikita zaidi katika skills hizi, katika mkoa fulani kuna fursa zaidi ya hivi. Kwa hiyo nchi inaweza ikapanga mipango yake vizuri. Kwa hiyo jambo hili tumelichukua very serious, lakini pia wale wanaofanya shughuli za vijana, kwa mfano asasi za kiraia, NGOs, CBOs, mashirika ya kimataifa, haya yote, sekta binafsi, makampuni na wenyewe wanaofanya vitu kwa ajili ya vijana, na wao watakwenda kujisajili kwenye huu mfumo ili wote tuweze kuangalia impact na nguvu kazi watu wanaoiweka katika kwa ajili ya vijana ni ipi. Kwa hiyo tunakwenda kwenye mahali pazuri. Wizara imeanza bado mpya, lakini tunakwenda kwa kasi kuhakikisha kwamba vijana wanaokimbia tunakimbia nao. Sasa Dr. umeeleza kwamba kazi yenu kubwa ni kufanya uratibu. Ni wapo wanaona kwamba wizara inajikuta wakati mwingine haina majukumu ya kufanya kwa sababu kazi nyingi ama mambo mengi yanafanyika kwenye wizara kama kwenye sekta nyingine. Kuzungumza mikopo inatolewa kwa mfano kwenye halmashauri, ukienda kwenye ofisi ya waziri mkuu utaikuta, na ofisi nyingine, baraza la uwezeshaji wananchi kiuchumi na sehemu nyingine. Sasa kunakuwa hakuna centralization. Kijana hana sehemu moja ambao akienda anapata vitu vyote. Huoni kwamba wizara hii ingetakiwa iwe ni wizara ambayo mambo yote yanayowagusa vijana moja kwa moja yote yanakuwa centralized hapo, badala ya wizara kuwa kama waratibu, unakuwa ni kama agents. Hilo nalionaje? Kama nilivyosema, kazi kubwa ni uratibu, lakini pia hatuishi kwenye uratibu tu, lakini pia tuna miradi mbalimbali kama nilivyosema, mfuko wa maendeleo ya vijana, na sisi tunatoa, vijana wanaomba na sisi tunatoa, lakini sio hivyo tu. Tunafufua vituo vyetu vikubwa vya maendeleo ya vijana kwa ajili ya mafunzo. Tuna kituo kikubwa kule Sasanda mkoani Songwe, tuna kituo kikubwa pale Kilosa, tuna kituo kikubwa kule Marangu. Nazo hizi ni programu ambazo tunataka kuzifanya, lakini mimi ni kutoa wasiwasi mwandishi, ni kwamba kwa sababu vijana walikuwa hawana pa kusemea, yawezekana watu walikuwa wanafikiri kwamba serikali haifanyi kazi. Vijana walikuwa hawana pa kusemea. Vijana wamepata nyumbani kwao,
na sisi kama wizara kuhakikisha kwamba fursa zote zinazotolewa kwenye nchi hii kwa ajili ya vijana zinafanyika. Mtu anaweza akakaa tu kusema hili jambo bwana, nani ataniuliza? Lakini wizara ipo kwa ajili ya kuhakikisha kwamba mambo yanakwenda. Lakini pia tunafanya kazi na mashirika ya kimataifa ambao nao wana miradi mbalimbali ambayo inakuja pale wizarani, na yenyewe tunaisimamia kuhakikisha kwamba vijana wananufaika. Kwa hiyo badala ya kusema kwamba wizara yawezekana imekosa cha kufanya, lakini wizara ndio imefuata pa kufanya, na ndio vijana wamefurahi sababu wanapakusemea. Na wewe ni shahidi kwamba kwa kipindi hiki kifupi ambacho wizara hii imekuwepo, tayari mambo mengi yameshakwenda. Lakini sio hilo tu, nani atachukua kampeni kuhakikisha kwamba vijana fursa hizi pia wanazipata, vijana wanapata jukwaa la kusemea. Wewe ni shahidi tulivyofungua jukwaa la vijana platform pale tarehe 10 Januari pale JNCC, tulivyofungua lile jukwaa. Sasa hivi jukwaa hilo limechukuliwa na Mwenge wa Uhuru unatembea kwenye halmashauri 184 na majukwaa ya vijana platform yanafunguliwa. Ni kuwakumbusha watendaji wa serikali, lakini kuwakumbusha vijana kwamba majukwaa haya ni majukwaa ya kusemea, ni majukwaa ya kuwasikiliza vijana, ni majukwaa ya vijana waliofanikiwa kuja kuonyesha successful stories zao ni zipi. Ni majukwaa ambayo ya kuhamasisha watendaji kwamba kila baada ya miezi mitatu vijana wasikilizwe, wabunifu watambuliwe, waweze kuendelezwa. Kwa hiyo utakuta wizara yetu sisi tumechukua kibendera na tunakikimbiza kuhakikisha maslahi ya vijana yanapata kutekelezwa. Kwa hiyo jukwaa hili sisi kwa mfano hata leo tunavyoadhimisha siku ya vijana duniani, sisi ni jukwaa. Lengo lao kubwa walianzisha kwa sababu vijana wasikilizwe, vijana wasiachwe mbali kwenye swala zima la maendeleo ya nchi yao. Na hapa Tanzania kama ulivyosema, vijana wako wengi na nguvu kazi ni vijana, na sensa inasema karibu 74% mpaka 77 ni watu wenye umri wa chini ya miaka 35. Kwa hiyo wewe unaweza ukaangalia namna gani ambavyo nchi yetu imejaa vijana. Kwa hiyo bila kuwa na mahali pao, bila kuwa na nyumbani pa kusemea, pa kulalamikia, sisi tunapush vijana, amekuwa mbunifu, tunamchukua hapa, tunampeleka wapi? Lakini pia kuendesha haya mambo kisekta inakuwa ni nzuri zaidi kuliko kusema kwamba sasa mikopo ya 10%, 15%, zile fursa za PPRA, special group asilimia 30 zote tuzifanye. Tunakwenda kwenye sekta, ndivyo tunaweza kukava vijana wote nchi nzima. Na sisi kama uratibu na sisi kama nyumbani kwao tunaweza kuwasemea. Asante sana Dokta. Inaonekana nguvu ya wizara iko vizuri sana, mipango iko vizuri sana, mikakati iko mingi na ya kujitosheleza, lakini vijana wanapokea vipi vile ambavyo mnawashirikisha? Vijana wana utayari kiasi gani na wao kushiriki katika haya maendeleo ya taifa lao? Tunaona namna ambavyo wanakuja na bunifu nzuri, namna ambavyo wanatamani kuwa katika nafasi mbalimbali, hasa katika soko la ajira, lakini mnaonyesha utayari wa kuwashika mkono vijana. Vipi kwa upande wao? Kwa kweli, kwanza kama nilivyosema, vijana walifurahi sana uanzishwaji wa wizara hii, lakini tumeona vijana ambavyo wanajitokeza sasa hivi kuchangamkia fursa, wewe ni shahidi. Juzi wizara ilikuwa na shindano moja kubwa linasema Vijana Uchumi Challenge, ambao vijana walileta mawazo yao kama wanataka kufanya jambo fulani la kiubunifu, hawana mtaji, walileta mawazo zaidi ya vijana 8,000 wachangamkia fursa. Shindano limekwenda, lakini kwenye kilele kile cha shindano vijana 10 walijitokeza, na unaona walivyolipokea hili jambo, na unaona namna gani ambavyo kijana aliyeshinda alipata zawadi nono ya kuendeleza kile wanachokifanya, milioni 50. Na waziri mkuu siku alikuwepo naye akasema na waongezea na wenyewe kidogo. Kwa hiyo vijana wanapokea haya mambo, lakini ungekuwepo siku ile pia, angalia vijana tuliwapatia platform ya kufanya maonesho, vijana ambao wamewezeshwa na serikali, yale 10% zile, lakini wale wa PPRA walikuja kufanya maonesho. Unaona vijana, kwa mfano vijana fulani pale Kinondoni wanafanya mambo ya printing, walianza na mtaji mdogo, kukopa tu milioni 10, lakini tayari wanazungumzia habari wana mtaji wa milioni 600.
mpaka sasa hivi. Kwa hiyo unaona namna gani vijana wanapopata fursa hizi wanazichangamkia, na sisi kama wizara kwa kweli tunafurahi kwa sababu vijana wanajitokeza. Na sisi hapa tunasema vijana zamani walikuwa na mambo ya kusema, kulalamika tu kwamba wanapewa watu fulani wanajuana, lakini wao hawajaribu. Wewe ni shahidi kwamba waziri wetu Joel Nanauka alipopata nafasi alipita kijiwe kwa kijiwe, mtaa kwa mtaa, kwenye masoko, wapi. Vijana wengi tu wanalalamika, lakini wewe ulishai kujaribu? Hawajawahi kujaribu. Lakini tukapita pia watendaji wa serikali, jamani, mnakwenda kuwapa hamasa vijana hapa, mnatoa semina, unaona. Kwa hiyo vijana wanakuwa na visingizio, sisi tunaita hizo, wanakuwa na itifaki. Yawezekana serikalini na kwenyewe tukakuta kuna wanasema, mwingine anasema nimeambiwa bwana njoo kesho, au andiko langu halijatulia, labda njoo tena. Tukasema wafuateni na kuwapa semina, wafuateni. Kama andiko halijanyooka, wajibu wetu kama watumishi wa serikali ni kufanya andiko linyooke. Kwa hiyo wakisema njoo hivi, nazo hizo ni itifaki, na ndio maana sasa hivi tunasema tupunguze itifaki, tukutane site. Kwa hiyo vijana wapunguze itifaki, kama fursa zinatoka wachangamkie, waombe. Na sisi watendaji wa serikali kazi yetu ni kuhakikisha mazingira ni wezeshi. Tupunguze itifaki zetu kwamba njoo kesho, njoo Mtondogoo. Kwa hiyo tupunguze itifaki, tukutane site. Fursa ikitokea vijana wapewe, waingie site. Hiyo ni kwa pande zote mbili, vijana wapunguze itifaki, lakini na ambao mko katika nafasi, na sisi watendaji wa serikali mpunguze itifaki, na sisi tupunguze itifaki. Tukikuacha hapo tumepewa majukumu, tutekeleze kazi zetu. Tukikuacha hapo Nzuguni, katika maadhimisho ambayo mnayafanya hapo ya siku hii ya leo ya siku ya vijana, tunaweza ukatupitisha tu kidogo, ni mambo gani ambayo yatafanyika hapo hii leo? Kwanza tuzungumze tu kidogo kwamba sisi tulianza jana kama wizara. Make kutokana na mwaka jana siku ilivyoadhimishwa, vijana walisema muda ni mchache, wapewe muda ili kuleta hoja zao. Kwa hiyo jana siku nzima, tarehe 11 vijana walikuwepo hapa, tuliwasikiliza. Tulikuwa na mada mbalimbali zinazowahusu, mambo ya teknolojia, mambo ya sasa hivi tuko kwenye AI, matumizi ya AI, wamekuja wataalamu hapa, lakini kuna mambo ya makuzi, vijana wajitambue. Kwa hiyo tulikuwa na mada mbalimbali jana siku nzima, na leo ambapo Mheshimiwa Nanauka, waziri wetu wa nchi, atakuwa mgeni rasmi. Sasa yale yote tuliyojadiliana jana tunayaweka kwenye maazimio, na leo vijana watayasoma hayo maazimio mbele ya Mheshimiwa waziri, na sisi kama wizara sasa tutayachukua kama ni dokumenti rasmi kabisa kwa ajili ya kufikisha mawazo ya vijana kwenye mamlaka. Kwa hiyo kubwa leo ni kufunga, lakini pia kusikiliza yale yote yale majumuisho ya jana, kuhakikisha kwamba tunakwendaje katika ile tunasema theme, kauli mbiu yetu ambayo ya kitaifa inasema different context common aspiration. Katika muktadha wa Tanzania sisi tumesema ujumbe huu umekuwa ni mazingira tofauti, fursa sawa kwa vijana. Kwa hiyo hili lilikuwa limetuendesha, na Mheshimiwa Waziri leo atazungumza zaidi kwa upana kuhusu jambo hili, kwamba vijana pamoja na watoka kwenye mazingira tofauti tofauti, lakini vijana wana fursa, hakikisha wanapata fursa sawa, fursa zinawafikia, taarifa zinawafikia za fursa. Kwa hiyo vitu kama hivi tutavijadili vizuri leo na tutaendelea navyo. Sasa Dokta, sasa kabla hujaondoka kabisa, kwa sababu umezungumza sana kuhusu ushirikishwaji wa vijana, na hapa tunaye Rajabu Mpilipili ambaye anaongoza taasisi ya vijana wenye tusema wenye mahitaji maalum, wenye ulemavu, sio? Sasa angalau Dokta, kama unaweza kupata muda wa kusikiliza kutoka kwake, kwa sababu anaongoza hii taasisi ya vijana wenye ulemavu, na tunafahamu kwamba mnashughulika na vijana, lakini hasa zaidi kuongeza nguvu kwenye kushughulikia changamoto za vijana wenye ulemavu. Angalau tusikie kutoka kwake, labda ni mambo gani ambayo kama kiongozi wa taasisi hiyo angependa serikali yafanyie kazi kama changamoto za ushirikishwaji wa vijana kwenye masuala ya maendeleo, hasa vijana wenye changamoto ya ulemavu. Karibu sana Rajab. Asante sana. Na niongeze tu kwenye utambulisho kwamba mimi pia ni mwenyekiti wa ajenda ya vijana kwa hapa nchini Tanzania, na
sisi tumekuwa tukichampion masuala mbalimbali ya vijana katika nchi hii, ikiwemo ushiriki wa vijana katika masuala mbalimbali ya kiuongozi. Kwa mfano mwaka 2020 tumeweza kuzindua Irani ya vijana, lakini pia hata mwaka 2025 vile kuelekea uchaguzi mkuu pia tuliweza kuzindua pia Youth Manifesto, ambayo kwa namna moja au nyingine iliweza kuonesha vijana tunahitaji nini linapokuja swala la uongozi, inapokuja swala la uchumi, inapokuja swala la upatikanaji wa taarifa, lakini pia na masuala mazima ya ajira pamoja na ujuzi. Kwa hiyo ajenda ya vijana hii imekuwa pia ikionyesha na ikiwaleta pamoja vijana, kwa sababu tunafahamu kwamba juhudi za mmoja zinaweza kuwa ni ngumu, lakini zikiwa wengi kwa pamoja ni rahisi kuifikia serikali na tukazungumza nayo na kuieleza namna ambavyo kama vijana tunatamani kushiriki na kushirikishwa katika masuala mazima ya uongozi. Kwa hiyo tunapozungumzia pia vijana wenye ulemavu specifically, sasa wao wanakuwa katika hawatofautiani sana mahitaji yao au changamoto ambazo wanakuwa nazo na vijana wengine wasiokuwa na ulemavu, licha ya kwamba changamoto hizo zinaweza zikawa zina athari kubwa zaidi kilinganishwa na wengine wasiokuwa na ulemavu, kwa sababu mathalan swala zima la upatikanaji wa taarifa, tumekuwa tukiona kwamba mifumo mingi ya upatikanaji wa taarifa ambayo hata serikali yetu inaitumia bado si fikivu kwa vijana wenye ulemavu mbalimbali, ikiwemo wasioona kuweza kusoma na kupata taarifa wao wenyewe bila kulazimika kuhitaji msaada. Lakini vile ushiriki wao pia katika masuala mazima ya kidemokrasia, mathalan nyakati za kampeni, unakuta sehemu kubwa sana za masuala wakati wa kampeni, mtu ambaye ana ulemavu wa ngozi, kwa maana ya kijana mwenye ulemavu wa ngozi, inakuwa ngumu kwake kushiriki, kwa sababu wakati huo maeneo ya mikutano mingi inafanyika nyakati ambazo ni za jua na hakuna fursa, hakuna namna ambavyo inakuwa inakuwepo kwa ajili ya kumaccommodate huyo kijana mwenye ulemavu. Lakini kiziwi kunakuwa hakuna mkalimani katika mikutano hiyo, unaona, ambayo kwa namna moja au nyingine inamnyima fursa na yeye ya kusikiliza nini kiongozi yule anazungumza ili kuweza kufanya maamuzi hayo. Lakini vile hata si tu katika masuala ya campaign, hata inapokuja katika mikutano mbalimbali naweza nikathibitisha, naweza nikasema kitu kimoja, mathalan kuna kiongozi anakuja kutoa taarifa mbalimbali, walau sasa hivi tunashukuru kwamba serikali kuna namna ambayo inaendelea kupata nguvu na kuongeza ujumuishwaji kwa kuwahusisha wakalimani wa lugha ya alama. Kwa hilo ni jambo ambalo tunaendelea kulifurahia na tunatamani liendelee kupigiwa chapuo katika namna mbalimbali ambazo zinakuwepo. Lakini tunapokuja pia kwenye swala zima la masuala ya ajira, bado hatuwezi kukataa ukweli kwamba serikali ndio mwajiri namba moja ambaye ameendelea kuwapa ajira vijana wenye ulemavu. Lakini tunatamani kwa kumalizia tunatamani sasa vijana wenye ulemavu na vijana wote kwa ujumla nchini Tanzania tuweze kuwa sehemu ya kufanya maamuzi katika masuala mbalimbali yanayotuhusu. Tunafurahi mathalan tumeweza kupata nafasi ya kushiriki katika uandaaji wa mpango mkakati wa Wizara ya Vijana. Hiki ni kitu kizuri sana na tunaona inapendeza. Asante sana. Na kwa sababu kule naambiwa kwamba shughuli inakaribia kuanza na mgeni rasmi anaingia, Dr. Kedmon, bila shaka hayo umeyapokea na utafanyia kazi. Tamani tusikie hizo changamoto zao, alafu kisha uendelee na majukumu mengine. Shukrani sana Dokta, na tunakutakia majukumu mema hapo ulipo. Asante sana. Na mimi ujumbe wangu tu kwa vijana, fursa zikitokeza tuzichangamkie, tuache itifaki, na sisi watendaji wa serikali tumepewa majukumu haya kuwatumikia wananchi, kuwatumikia vijana, na sisi tuache itifaki tuwatumike. Kwa hiyo wote tupunguze itifaki, tukutane site. Asante sana. Sasa haya ya vijana wenye ulemavu si kama utayakumbuka make nimeyakumbuka, nimeyachukua na mengine tunayafanyia kazi. Yaani yote aliyotaja hapo wewe mwenyewe umeona amekiri kabisa kwamba hata uandaji wa mkakati, mpango mkakati wa wizara na wao walishirikishwa. Kwa hiyo tuko vizuri na tutaongeza juhudi kuhakikisha kwamba hawa wenzetu wenye mahitaji maalum basi hawaachwi nyuma, na kama dira ya 2050 kuhakikisha kwamba hakuna kijana ambaye anaachwa nyuma.
regardless na mazingira yake, sijui mlemavu au ni anatoka kijijini, anatoka hivi. Dira hii tunasema hakuna kijana ambaye anaachwa nyuma, wote twende na Tanzania yetu. Asante sana Dr. Kedmon, asante sana. Shukrani sana kwa kuungana nasi. Ni Dr. Kedmon Mapana ambaye ni naibu katibu mkuu ofisi ya Rais, Wizara ya Maendeleo ya Vijana. Na umezungumza hapo, tamani upate nafasi ya kuwasilisha angalau mawili matatu kwa serikali, lakini kama kiongozi wa taasisi, kiongozi wa vijana, ni jambo gani ambalo mnafanya sasa ambao mnaongoza hizi taasisi kuwawezesha vijana hasa wenye ulemavu kuweza kuzifikia hizi fursa, kwa sababu tunafahamu kwamba jinsi ambavyo hizi fursa zimekuwa set ni kama zinawapa nafasi zaidi watu ambao hawana ulemavu. Ya, uko sahihi sana Godluck, kwa sababu sisi kikubwa tunachokifanya ni kuhakikisha kwanza tunakuwa ni jukwaa la wao kuzifikia hizo fursa, lakini pili tunachokifanya tunaziibua hizo fursa sasa kule ambako zipo kwa kuhakikisha kwamba kwanza tunakuza mashirikiano na wale vijana wasiokuwa na ulemavu, na ndio maana sisi pia ni sehemu na ndio wenyekiti wa vijana wa ajenda ya vijana hapa nchini Tanzania, kwa sababu tunafahamu kwa kuungana na wengine inakuwa ni rahisi zaidi kuweza kupata taarifa mahali ambako pengine kama tungeweza kujifungia wenyewe na kufikiri tupo kisiwani ingeweza kuwa ni changamoto. Kwa hiyo tunaungana na wengine, lakini vile vile pia tunazitafuta hizo fursa na kuhakikisha kwamba kama tunawapatia vijana wenye ulemavu taarifa kuhusiana na uwepo wa hizo fursa na namna gani ya kuzifikia. Kwa hiyo tunawaimarishia pia uwezo wa jinsi ya kuzitafuta wao wenyewe pia, maana tunaamini kwamba peke yetu tu tunaweza tusiwape zile fursa ambazo wanazipata kulingana na namna ambavyo na sisi labda mikono yetu au sehemu yetu ya ufikivu inaishia. Kwa hiyo tunajitahidi kuwapa mbinu mbalimbali ambazo zinakuwa zinawasaidia wao kuweza kupata taarifa na namna sahihi ya kuweza kuzifikia. Lakini pia tuishii hapo, kabla ya yote tunahakikisha kwamba tumewajengea pia uwezo na kuwaimarishia uwezo wao wa kuweza kuzitambua, kuzibaini na kuzitumia fursa zinazokuwepo ikiwemo fursa za ajira. Kwa hiyo tunatoa ujuzi mbalimbali kama masuala mazima ya namna ya kujiajiri pamoja na kushiriki katika soko la ajira kwa maana ya kuajiriwa pia, kwa sababu tunafahamu kwamba unapokuwa umetoka tu shuleni kwa maana ya chuo alafu uende kwenye soko la ajira moja kwa moja inakuwa ni ngumu. Kwa hiyo pia kama taasisi kama Youth with Disabilities Organization yote kwa kushirikiana na wadau wengine tunalifanya hilo kwa utuo pia, lakini pia tunawahakikishia pia tunawapa fursa mbalimbali za kiuchumi ambazo zinakuwa zinapatikana kwa kushirikiana na wadau, ili sasa waweze pia kujiajiri tu, wasiendelee tu kufikiria kuhusu kuajiriwa peke yake, wakati pia kuna fursa ya kuweza kujiajiri na kadhalika. Lakini vile vile pia katika masuala ya uongozi, kwa sababu tunafahamu kwamba nothing about us without us, hakuna kinachotuhusu sisi bila sisi. Kwa hiyo pia tunahakikisha pia wanajengewa uwezo juu ya namna kushiriki katika kujishirikisha na kushiriki katika masuala mbalimbali ya kiuongozi. Sawa, pamoja na haya ambayo tumeyazungumza hapa studio, lakini wapo vijana katika maeneo tofauti tofauti hapa nchini, na wao wanazungumza nini kuhusu hii siku yao wakiwa ndio vijana wenyewe? Tuanzie kule jijini Arusha. Vijana wanasemaje zaidi kuhusu ushirikishwaji wao katika maendeleo? Kulikuwa kuna ile mikopo ile ya vijana, umeona, isiwe tu inaishia kwenye kikundi, labda kikundi mtu mmoja kwenye kikundi akafanya hiki basi kikundi kinafutika. Hapana, yani tuzidi kupata zile fursa, azidi kufungua milango, na milango sasa hivi vijana kitu tunachohitaji ni mtaji tu, hatuhitaji kitu kingine, kwa sababu mawazo tunayo, uwezo tunao na nia ya kufanya vitu tunavyo, ila tunafeli kwenye mitaji. Moja kwa moja hapo inabidi vijana tufanye kazi kwa bidii, kujituma katika sekta mbalimbali. Kama mimi hapa ni mtu wa utalii, nasomea marketing, tourism and event management. Kwa najituma kwa sasa hivi niko nafanya field. Najituma maana ni malengo yangu ili niweze kujenga future ya maisha yangu. Kwa najituma katika utalii. Kama kuwapokea wageni, napokea wageni mbalimbali sehemu tofauti kama Jerumani, Waingereza, Wachina, wengi, mataifa mengi tofauti tofauti. Leo tarehe 12 mwezi wa 8 siku ya vijana duniani,
vijana wanapaswa kuchangia pato la nchi kwa kufanya kazi kwa bidii. Katika sekta nafasi yote utakayopata wewe, unatakiwa ufosi upate nafasi ya kufanya kazi kwa bidii ili usaidie kupata kutia mchango kwenye pato la nchi. Vijana katika maeneo tofauti tofauti na wao wanazungumza, lakini kubwa zaidi huyo wa mwisho amesema na sisi tunatakiwa kufanya kazi kwa bidii na sisi kuwa tayari kuwajibika. Mpilipili, pamoja na changamoto ambazo vijana wanazipitia, kwa ufupi tu natamani utuambie kijana anaweza kujinyanyua vipi yeye mwenyewe, awe mwenye ulemavu asiye mwenye ulemavu, na yeye ajishirikishe yeye mwenyewe tu, aache kulala na kulalamika. Umemalizia vizuri, aache kulala na kulalamika. Hiyo ni jibu ambalo pia naweza likasummarize majibu yote ambayo mimi naweza nikayatoa hapa, kwa sababu unapokuwa siku zote wewe unataka kushirikishwa, lazima uwe kwanza umejithibitishia mwenyewe wewe peke yako uko tayari kushiriki na ni kwa namna gani wewe mwenyewe unajishirikisha. Kwa hiyo kwanza ni kuwa tayari kushiriki na kushirikishwa, kwa kuhakikisha kwanza unatafuta taarifa sahihi juu ya hicho unachotaka kushiriki na kushirikishwa. Kwa hiyo unatafuta na unakuwa na hiyo taarifa sahihi, lakini pia unaendelea kujiimarisha kwa kushiriki, kupata ujuzi mbalimbali utakaokupa namna bora ya kuweza kushiriki na kushirikishwa. Kwa sababu kama huna ujuzi, inawezekana kile unachotaka ushirikishwe kinahitaji mtu mwenye ujuzi fulani au mwenye taarifa fulani au mwenye taaluma fulani. Sasa kama huna, inakuwa ni changamoto kwa wewe kuweza kushiriki au kushirikishwa kikamilifu. Badala yake unaweza kukuta tu wewe unaalikwa kwenda kuwa mpiga makofi au unaalikwa kwenda kuwa mjaza namba, kuonekana kwamba washiriki walikuwa ni wengi, lakini huna tija ambayo umeipeleka. Au wewe mwenyewe pia ushiriki wako ukawa una changamoto, kwa sababu hata hujui unapoenda kushiriki ufanye nini. Unaona? Kwa hiyo kiufupi kabisa kama ulivyosema, tusilale, tuchakarike, tutafute maarifa, tutafute sifa zitakazotuwezesha kushiriki na kushirikishwa kwa tija. Mkoani Morogoro vijana nako wana maoni yao, wana mtazamo wao, tuwasikilize. Kupitia maafisa maendeleo, kuanzia maafisa maendeleo wa kata mpaka wa halmashauri, kwa kutujulisha namna gani tunaweza tukashirikiana na serikali ili tuweze tukapata tuweze tukajua namna gani tunaweza tukafanya shughuli zetu ili tuweze kufanikiwa zaidi, hasa katika hizi 10% ambazo zinatolewa na halmashauri. Kwa mimi kama kijana, shughuli ninazofanya ili kuleta maendeleo katika taifa ni kufanya shughuli ndogo ndogo kama biashara. Hiyo biashara ninayoifanya nitaweza kulipa kodi, na hiyo kodi itaenda moja kwa moja kwenye serikali. Kama kijana nashiriki kuhakikisha baadhi ya vitu ambavyo vimepewa kipaumbele na serikali kama matumizi ya nishati safi ili kuhakikisha tunatunza mazingira na kuwa sehemu ya utumizi au mtumiaji wa gesi asilia kwa lengo la kuhakikisha tunatunza mazingira. Binafsi nafikiri kama taifa vijana tunashirikishwa kwa namna nyingi kwenye kujadili ama kuhusika moja kwa moja kujenga nchi yetu kiuchumi, kijamii mpaka kisiasa. Ukizingatia nchi licha ya kuwa na changamoto mbalimbali, lakini vijana kwa kundi kubwa tumehusika ama tunahaswa kushirikishwa kwenye kulinda amani ya nchi yetu. Sio tu kushirikishwa, lakini hata kulinda amani ya nchi yetu ili tuweze kufanya kazi na kuwa wabunifu tukiwa katika mazingira salama. Kabisa. Sasa Rajab, kuna ile kwamba vijana kutaka kufanyiwa alafu kuna namna ambavyo vijana wanapaswa kuifanyia nchi yetu. Nasema Mwalimu Nyerere kwamba hata alikuwa anamnukuu Rais Kennedy kwamba
usijiulize utafanyiwa nini na nchi yako, alijiulize wewe utaifanyia nini. Ukiangalia sasa hivi vijana Gen Z, watu wamekuwa wakijaribu kuzungumza kwamba vijana hawa wengi wanakuwa kwa busy kwenye games, kwenye kufanya masuala ya kubashiri, kwenye matumizi ya vilevi na mambo mengine kama hayo. Japokuwa kuna ambao wanafanya vizuri kwenye masuala ya ubunifu, sayansi, lakini hasa tunavyozungumzia masuala ya kuleta chachu ya mabadiliko kwenye jamii, mabadiliko ya kisiasa, kimaendeleo, una matumaini kiasi gani na vijana wa Kitanzania ukiangalia hali inavyoendelea? Mimi nina matumaini makubwa sana na vijana wa Tanzania kwa sababu kwanza ile dhana iliyokuwa imepandikizwa katika vichwa vya vijana tulio wengi au tuliokuwa wengi katika nchi hii kwamba kijana ni taifa la kesho, ile dhana inaendelea kupotea siku hadi siku. Na sasa inakuwa kijana ni taifa la leo, na ndio maana unaona katika hata ukifuatilia vumbuzi nyingi, tafiti nyingi kwa sasa zinaendelea kupigiwa chapuo na vijana. Vijana wameendelea kujitokeza kushiriki katika vumbuzi tofauti tofauti, kushiriki katika utengenezaji wa miradi mbalimbali, na ndio maana hata ukiangalia hata kwenye sekta zisizokuwa serikali utakuta asilimia kubwa pia kwa sasa vijana wanaendelea kuingia huko. Kwa hiyo mimi nina matumaini makubwa kabisa na niseme tu kwamba haya mambo ya ulevi, games na vitu vingine si sasa yameanza, yalikuwepo hata mwanzo. Nadhani tu ilikuwa ni swala la nini kinazungumzwa na nini hakizungumzwi katika jamii. Kwa mimi ninachotamani kwamba tuwasaidie hawa vijana wenzangu kuweza kuhakikisha kwamba wanapata namna bora zaidi ya kushiriki licha ya changamoto walizonazo. Sawa kabisa, Rajab, lakini tuwasikie pia vijana wenyewe kutoka mikoa mbalimbali. Tutasikia kutoka kule Shinyanga na baadaye kutoka Singida. Katika kuadhimisha siku ya vijana duniani, mimi kama kijana natambua nafasi yangu ipo katika kuchagua mustakabali sahihi wa jamii. Nitachukua mfano kwamba katika jamii yoyote wanaoweza kuamua hiyo jamii ikawa na amani ni kundi la vijana. Wanaweza kuamua jamii ikakithiri ama ikashamiri matukio ya uhalifu ni sisi vijana. Na nguvu za kukaba na nguvu za kufanya jambo lolote. Unaona, kwa hiyo ni sisi vijana ambao tunao nafasi ya kusema kwamba hapana kwa jambo fulani ambalo ni baya, na tukasema yes kwa jambo fulani ambalo ni sahihi. Lakini pia katika nafasi nyingine ni sisi ambao pia kundi la vijana tuna nafasi ya kufanya kazi kwa bidii, kwa sababu tupo katika hatua ambayo tunaweza tukaamua kuhusu maisha yetu na familia kwa ujumla wake. Kirejea kwa upande wa serikali, inalo jukumu kubwa la kuhakikisha kwamba sera, miongozo na sheria mbalimbali ambazo zimekwisha wekwa tayari zinatekelezwa ili kuona kwamba kijana ana move kutoka hatua moja kwenda nyingine. Ukiwasikiliza vijana katika kila wanachokifanya kuna ombi fulani. Aidha kama ni biashara, watakwambia jamani tunaomba katika labda masuala ya tuchukue mfano labda katika masuala ya kodi, unaona, au katika masuala kitu fulani. Mimi nafikiri serikali ingeweka mazingira mepesi kwa vijana, kwa sababu kila kijana ana lengo la kutoboa. Yaani cha kuwashauri kikubwa zaidi wasikate tu tamaa. Mimi kama diwani kijana nawakilisha vijana wa halmashauri ya manispaa ya Shinyanga na Watanzania wote kwa ujumla. Lazima tukubali na tuamini ya kwamba kijana sio taifa la kesho. Kijana ni taifa la leo. Vijana ndio waliolikomboa taifa hili. Lazima tulitambue hilo. Na kama unaweza kubahatika kuweza kulifuatia baraza la mawaziri la mwaka 1963 utagundua kwamba asilimia zaidi ya 98 walikuwa ni vijana. Hata ukimwangalia rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, waziri mkuu, wote kipindi hicho walikuwa ni vijana. Kwa hiyo mimi naamini ya kwamba vijana wana mchango mkubwa katika taifa hili, hasa katika masuala ya kiuongozi na kuweza kuletea maendeleo taifa hili la Tanzania. Ni kufanya kazi kwa bidii. Napofanya kazi kwa bidii ni kuhakikisha nalipa kodi. Ni moja ya sababu ya kufanya taifa langu likaweza kuinuka. Unaweza ukashiriki kwa kukuza uchumi wa nchi kwa kufanya biashara. Kijana, unapofanya biashara, unapolipa kodi, unashiriki kuinua nchi yako kiuchumi. Na hata wewe mwenyewe unapokuwa unapambana, unajiinua wewe mwenyewe. Unaweza kuanza biashara ndogo ndogo ili kushiriki katika kukuza uchumi wa nchi. Kama kijana
nina nafasi kubwa sana kuhakikisha kwamba uchumi wa taifa langu unakuwa imara au unasimama vizuri, pamoja na uchumi wangu mwenyewe kwenye familia yangu. Unasimamaje uchumi, napataje faida kwangu na kwa nchi yangu? Ni pale ambapo kijana nitaamua kufanya kazi kwa kujiajiri. Kuna watu wamejiajiri na hawajaajiriwa. Mtu ana vyeti vyake lakini hajapata ajira. Wameshajiajiri na mtu mpaka anakuambia kabisa, sitamani tena hata kuajiriwa, natamani niendelee kufanya kazi zangu mwenyewe. Mimi wito wangu kwa vijana, vijana tufanye kazi kwa bidii, tujenge taifa letu na tuwe wazalendo kwenye swala sana kubwa la kulipa kodi. Na vijana, kwa kweli ni siku yetu ya vijana, ningependa sana vijana kwa rika ya sasa hivi, ulimbukeni umekuwa mwingi, watu wamejiingiza kwenye makundi mabaya, lakini kuna vijana ambao ni wazuri wanaofanya kazi, wawe mojawapo chachu kwa shauri wengine. Mimi kama kijana, au kuhakikisha uchumi wa nchi unakuwa, ni lazima nifanye kazi kwa bidii. Nifanye kazi kwa bidii, niwe na juhudi za kufanya kazi. Na vijana hao kutoka Singida, tulizungumza pia na baadhi kutoka kule mkoani Shinyanga. Masikia vijana wenyewe wanazungumza bana, wanasema hawataki, kama ulivyosema mwanzo, hawataki kuwa taifa la kesho. Hivi nani alianzisha huo msemo? Nadhani tuwarudishie ambao hawajitambui kama Gen Z. Wanaweza katuambia wao waliona nini kusema vijana ni taifa la kesho, alafu sijui mtoto ni taifa la lini. Sasa hiyo msemo nafikiri haukuanzishwa na Gen Z bwana. Na wanasema ambao hawajitambui kama Gen Z. Sio Gen Z wote, lakini kuna ambao wanajitambua. Yaani nadhani haujaelewa concept yangu. Yaani kuna wale ambao waona Gen Z au Gen Z wanajitambulisha wao ni Gen Z, si ndio? Kwa maana ya kizazi cha sasa, si ndivyo? Lakini kuna kile kizazi ambacho ni cha kabla ya Gen Z, ndicho kilichokuwa kina huo mtazamo ambao kwamba sasa kijana ni taifa la lini? La kesho. Lakini ni kweli kwamba kijana ni taifa la kesho wakati hakuna taifa lolote lilioendelea bila kuwa na vijana. Na ndio maana ukitaka kujua hivyo, hata umri wenyewe unaotambuliwa kimataifa kuanzia kijana ni umri ambao tayari kuna nguvu kazi unaweza ikachangia. Hapo sasa nimekupata vizuri ndugu yangu. Kwa hiyo ule msemo bana, nafikiri aliyoanzisha tumtafute. Kwa kweli alikuwa na ajenda. Ameturudisha nyuma sana. Alikuwa hana ajenda ya msingi. Akaona atuweke kwenye taifa la kesho. Kabisa. Kabisa. Wakati kijana ni taifa la leo. Taifa la leo kabisa. Na ndio maana sasa kwa kuendelea kuona hilo, tunaendelea kuomba na hii nimesahau kabisa kumwambia naibu katibu mkuu wa wizara, tunatamani wakamilishe uratibu na uanzishwaji wa baraza la vijana. Ili sasa masuala yanayohusiana na vijana yaweze kuanzia hapo kule kwenye grassroots, kwa sababu ndio tuna majukwaa kama alivyoelezea, lakini haya majukwaa yanabaki kwenye sauti za level ya kati. Lakini tukiwa na baraza linaweza likawa ni sehemu ya kutengeneza kutoa mchango wa moja kwa moja wa vijana kwa ngazi ya taifa mpaka chini, na haya majukwaa yakawa ni sehemu mojawapo ya kulifeed baraza na matakwa na mahitaji ya vijana, na wizara ikafanya nayo kazi moja kwa moja, tukawa na ile centralized system ambayo moja kwa moja tunapotaka wa vijana washiriki, kipo chombo kinachohusika kuhakikisha ushiriki wao na ushirikishwaji uko kamili. Sasa hivi tunataka labda kufanya mdahalo juu ya nini vijana wanataka katika nchi hii. Nani anaufanya? Nani anauandaa? Chombo gani kinahakikisha kwamba wote wanakuwepo bila kujali hisia zao, tofauti zao, vyama vyao na kadhalika? Ni nani? Ndio hili baraza. Kwa hiyo tungetamani kabisa hiki kitu kuweza kuwepo ili tuendelee kuona ushirikishwaji lakini pia vile vile kuwepo sasa na namna ya ugemaji bora wa rasilimali wa nguvu kazi ya vijana kwa kuanzisha
vituo au kambi maalum za kujitolea ambazo vijana wanaweza wakafanya na wakaendelea kupata ujuzi maalum wakiendelea kuchangia nguvu kazi ya taifa. Tuna maeneo mengi sana ambayo yanahitaji, kwa mfano kilimo. Vijana wako wengi, lakini kama wangekuwa mobilized kuweza kufanya hili jambo hata katika namna ya kujitolea, lakini pia wanatambulika kwamba wana mchango gani kwenye taifa lao, ingeweza kusaidia na tungeweza kupunguza changamoto mbalimbali za ukosefu wa nguvu kazi. Lakini wakati huo pia tukiendelea kuwaimarishia ujuzi kwa vitendo vijana ambao wapo katika nchi hii na mchango wao ukaonekana. Hapa Dar es Salaam na kwenyewe tupate kuwasikia vijana, ambapo mwenzetu David wa Karungi yuko pale Mwenge akizungumza na vijana. David, karibu. Na mimi nimejiajiri. Kwenye nini? Nimefungua stationery. Hongera sana. Thank you. Iko wapi tuje tukuungishe? Hapo karibu na chuo cha Tumaini. Hongera sana. Nashukuru. Ulisomea nini na umehitimu mwaka gani? Mimi nimesomea Bachelor of Arts with Education in Kiswahili and History. Nimemaliza 2023. Kwa hiyo una miaka kama mitatu mtaani. Maisha yanakwenda fresh? Namshukuru Mungu hivyo hivyo, kwa sababu kwanza mwanzoni tulikuwa tunaamini kwamba serikalini kidogo unakuwa una uhakika wa kupata chochote kitu na nini, lakini kadri siku zinavyozidi kwenda unapoteza ile imani. Unaamua tu kuamini katika kujiajiri na kufanya vitu vingine ambavyo unaweza kujipatia kipato. Na ni vitu gani ambavyo unatamani vijana wavibadilishe ili wazidi kuwa vijana bora, wema na bora zaidi? Mimi nakazania sana kwenye ajira, kwanza wapoteze hiyo imani kwamba kuna kuajiriwa. Yes, wanatakiwa tu wa focus na kujiajiri, wajue tu wakimaliza wafanye vitu vingine. Kwa hiyo hata elimu zinavyotolewa mashuleni, wapi waeke zile waeke vitu ambavyo vitawafanya vijana waweze kujiajiri wenyewe. Yes. Shukrani sana na Victoria, tutakia kila laheri katika kazi yako. Thank you, na kwako pia. Okay. Habari yako na unaitwa nani? Naitwa David. Unaitwa? David Fidel. Wajina David Fidel. Heri ya siku ya vijana. Nzuri sana. Vipi kazi zinaendaje hapa? Kazi inaenda vizuri. Wewe unajivunia kitu gani hasa katika umri wako huu wa ujana? Najivunia mafanikio nilionayo toka. Mafanikio yapi hayo David? Mafanikio nilionayo, nimejenga toka nimeanza kazi. Hivyo. Na umejenga wapi? Mimi nimejenga Kigoma nyumbani. Kigoma nyumbani. Yaani kupitia hii kazi? Wewe hujawahi kuajiriwa? Niliwahi kuajiriwa. Ila baada ya kuajiriwa nimepata pesa, kajiajiri mwenyewe. Uliwahi kuajiriwa katika nini? Nimeajiriwa kwenye duka la mtu. Na wewe David ulisoma hadi hatua gani? Nimeshia la 7. Na umeshajenga na hapo umejiajiri Dar es Salaam? Ndio. Biashara inakwendaje? Biashara inaenda vizuri. Ni mambo gani ambayo wewe unayapenda kuhusiana na vijana, kwa sababu umeishi kijijini huko Kigoma na mjini? Ukiwaangalia vijana, ni mambo gani ambayo unayapenda juu yao? Upambanaji. Vijana wa siku hizi ni wapambanaji sana. Kweli? Kabisa yani. Japo sio wote. Na ni mambo gani ambayo wewe uyapendi kwa vijana, unatamani wayaboreshe zaidi? Mambo ambayo siyapendi, wapambane tu basi. Shukrani sana. Asante sana. Naam, huyo ni David Fidelis wa jina wangu, kama ambavyo tumeweza kuzungumza naye na kuona hali halisi katika leo, ikiwa ni siku ya vijana tarehe 12 Agosti. Dunia inakuja kwa pamoja kuangalia mustakabali wa vijana, na tumeona kwa mujibu wa sensa ya mwaka 2022 nchini Tanzania vijana ni 34.4%. Kwa hiyo unaweza ukaona idadi kubwa ya watu ambao wanapaswa kwa mustakabali wa dunia kwa miaka inayokuja. Lakini kwa upande wa Afrika ni bara linalotajwa kuwa na tunaweza tukasema idadi ya vijana wengi sana, ambapo kati ya miaka 15 mpaka 35 wanakadiriwa kuwa vijana zaidi ya 500 katika idadi ya watu bilioni 1.4. Kwa hiyo unaweza ukaona vijana ni wengi sana na Afrika iko mikono salama. Tumeweza kuwasikia vijana wakizungumzia yale ambayo wanayapenda kwa vijana, lakini na changamoto ambazo wanazo. Kazi ni kwako kijana kujiangalia wewe uko wapi, umepiga hatua gani na kwa nini uko hapo, na kesho yako iko mikononi mwako. Mimi ni David wa Karungi kutoka hapa Mwenge jijini Dar es Salaam, nikiwa ni kijana anayesherekea ujana wake siku ya leo.
Shukran sana David Wakarungi, na endelea kuenjoy na kufurahia ujana wako, na huu ndio wakati mzuri sana wa kujijenga na kujilinda pia kwa ajili ya kesho ambayo itakuwa nzuri zaidi. Tunakushukuru pia kwa kuwa nasi na kushiriki katika mjadala huu, Rajabu Mpilipili. Asante sana. Tunakushukuru sana. Lakini pia tumekuwa naye Dr. Kedmon Elisha Mapana ambaye ni naibu katibu mkuu ofisi ya Rais maendeleo ya vijana akiwa pale Dodoma. Tumezungumza mengi, lakini kubwa ni kuhusu uhusishwaji wa vijana kwenye maendeleo ya taifa. Heri ya siku ya vijana duniani. Asante sana.